Mfumo wa ulinzi wa anga wa masafa mafupi wa Israel wa Iron Dome umeboreshwa kwa mafanikio baada ya kukamilika kwa mfululizo mkubwa wa majaribio yaliyofanywa na Wizara ya Ulinzi ya nchi hiyo kwa kushirikiana na kampuni ya kutengeneza mifumo ya kijeshi ya Rafael. Serikali ya Israel imesema maboresho hayo yanalenga kuimarisha uwezo wa mfumo huo kukabiliana na vitisho vinavyozidi kuwa vya kisasa kufuatia uzoefu uliopatikana katika vita vya hivi karibuni pamoja na operesheni za kijeshi dhidi ya Iran. Kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya Ulinzi ya Israel, majaribio hayo yalisimamiwa na Idara ya Utafiti na Maendeleo ya Teknolojia za Ulinzi, ambapo mfumo wa Iron Dome ulifanywa tathmini dhidi ya aina mbalimbali za mashambulizi ya kisasa yaliyoundwa kuiga mazingira halisi ya uwanja wa vita. Israel imesema majaribio hayo yalijumuisha matumizi ya mbinu mpya zilizobuniwa kutokana na uzoefu wa mapigano ya karibuni ili kuhakikisha mfumo huo unaweza kujibu kwa haraka na kwa ufanisi zaidi. Katika majaribio hayo, Iron Dome ilikabiliwa na mashambulizi yaliyofanana na yale yanayoweza kutekelezwa kwa kutumia makombora ya kawaida, makombora ya masafa marefu yanayoruka kwa mwinuko mdogo, pamoja na ndege zisizo na rubani. Wizara hiyo imesema maboresho yaliyowekwa kwenye mfumo yalionyesha uwezo mkubwa zaidi wa kugundua, kufuatilia na kuangamiza malengo mengi kwa wakati mmoja katika mazingira yenye mashambulizi makubwa. Mbali na Iron Dome, Israel pia ilifanya majaribio ya mfumo wake mpya wa ulinzi wa kutumia miali ya laser wenye nguvu kubwa unaojulikana kama Iron Beam, ambao umetengenezwa kama mfumo wa ziada unaosaidiana na Iron Dome. Katika majaribio hayo, Iron Beam iliunganishwa moja kwa moja na kituo cha uongozi cha udhibiti wa Iron Dome, ambapo mifumo yote miwili ilifanya kazi kwa pamoja katika mazingira yaliyoundwa kuonyesha mashambulizi ya kisasa yanayohitaji mifumo tofauti kushirikiana kwa wakati mmoja. Maafisa wa Wizara ya Ulinzi wamesema ushirikiano huo unaonyesha hatua muhimu ya kuelekea kuanzishwa kwa mfumo wa ulinzi wa tabaka nyingi kama Iron Dome itaendelea kushughulikia vitisho vya kawaida, huku Iron Beam ikitarajiwa kupunguza gharama za kuzuia mashambulizi kwa kutumia teknolojia ya laser ambayo inaweza kushambulia malengo kwa kasi kubwa na gharama ndogo ikilinganishwa na matumizi ya makombora ya kuzuia mashambulizi. Wizara hiyo imeeleza kuwa uwezo mpya ulioonyeshwa katika majaribio hayo ni mkakati mpana wa kujiandaa kwa kipindi kijacho cha changamoto kubwa za kiusalama, ikisema mazingira ya Mashariki ya Kati yanazidi kuwa magumu kutokana na kuongezeka kwa matumizi ya makombora ya kisasa, ndege zisizo na rubani na silaha nyingine za masafa mbalimbali. Aidha, serikali ya Israel imebainisha kuwa maboresho hayo yanalenga kuhifadhi ubora wa kijeshi wa nchi hiyo na kuhakikisha jeshi la ulinzi la Israel linaendelea kuwa na uwezo wa kujilinda dhidi ya mashambulizi ya aina tofauti, huku likidumisha faida yake ya kimkakati katika operesheni za kujihami na kushambulia endapo kutazuka migogoro mipya. Tangazo hilo linakuja katika kipindi ambacho Israel inaendelea kutathmini mafunzo yaliyopatikana kutokana na vita na mapambano ya hivi karibuni, hususan yale yaliyohusisha makombora na ndege zisizo na rubani kutoka kwa wapinzani wake wa kikanda. Israel inaamini kuwa kuimarishwa kwa Iron Dome pamoja na maendeleo ya Iron Beam kutaiwezesha nchi hiyo kukabiliana kwa ufanisi zaidi na vitisho vya sasa na vya baadaye, huku ikiendelea kuwekeza katika teknolojia mpya za ulinzi zinazolenga kuimarisha usalama wa taifa kwa miaka ijayo. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.